Habari za mchana huu, ndugu zangu waandishi wa habari. Awali ya yote tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mchana wa leo kukutana hapa katika makao makuu ya Shirikisho la Kandanda Tanzania kwa ajili ya kuzungumza. Labda kama una gundi ndio weke hapa uigundishe. Tunao furaha kubwa mchana huu wa leo kukutana hapa katika makao makuu ya Shirikisho la Kandanda Tanzania kwa ajili ya kuzungumza nanyi ndugu zetu waandishi wa habari na kuzungumza na wana Simba Sports kuelekea mechi yetu ya marudiano ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur. Lakini inawezekana ninyi pamoja na wengine wamekuwa na maswali, imekuwaje mkutano wa wanahabari na Simba Sports Club ukafanyike kwenye makao makuu ya Shirikisho la Kandanda nchini Tanzania. Hii ni sehemu mojawapo ya kuonesha heshima yetu kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Mafanikio tunaojivunia Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa imetokana na uimara na uthabiti wa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Tangu TFF imeanza kuongozwa na Wallace Karia, Simba Sports Club tumepata mafanikio makubwa kweli kweli. Tumekuwa na uhakika wa kwenda hatua ya makundi kila mwaka. Katika kipindi cha takriban miaka 7 ya utawala wake Simba Sports Club tumekuwa na uhakika huo wa kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo kuja kufanyia mkutano hapa ni sehemu ya appreciation yetu wana Simba kwa kazi kubwa ambayo TFF wameifanya, na kazi kubwa hiyo imeleta matunda chanya. Simba Sports Club hii leo tunazidi kung'aa, kutakata na kufanya vizuri barani Afrika, na sasa tuko nafasi ya 5 Afrika kwa ubora, lakini tunaelekea kufuzu kwa mara ya 7 na kwenda hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Ndugu zangu waandishi wa habari, mchezo wetu wa marudiano wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur utakuwa siku ya tarehe 26 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi yetu hii itapigwa muda huo, lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi mashabiki wa Simba ya kwamba mechi hii mashabiki tunaruhusiwa kuingia uwanjani. Mechi yetu iliyopita dhidi ya Gaborone United mashabiki hawakuruhusiwa kuingia kwa sababu tulikuwa tunatumikia adhabu ya CAF ya mashabiki kutoingia uwanjani kutokana na vitendo ambavyo vilitokea katika mechi zilizopita. Tumeitumikia adhabu hiyo kwa mechi moja na adhabu hiyo imeshamalizika. Tuchukue nafasi hii kutoka Simba Sports Club kuwashukuru mashabiki wote wa Simba ambao walijitoa kwa hali na mali kuchangia kulipa fine ambao Simba Sports Club tulitozwa. Makusanyo hayakuwa makubwa sana ya kuridhisha, lakini hicho kidogo ambacho mashabiki wamejitolea tutachanganya na nyingine kutoka Simba Sports Club tulipe hiyo faini, lakini adhabu yetu tayari imeshamalizika na sasa tuko huru mashabiki kuingia uwanjani katika mchezo wetu wa tarehe 26. Pamoja na kwamba tayari adhabu yetu imemalizika, lakini tuna kila sababu ya kukemeana wenyewe kwa wenyewe na Simba, na sisi viongozi wa Simba tunakemea kwa nguvu zote vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote
kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamoto yenye moshi ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pitch. Hayo ndio mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa kutoingiza mashabiki uwanjani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe mashabiki kuangaliana majukwaani. Ukimwona mtu ana dhamira ya kuwasha moshi, tumkataze kwa pamoja. Ukimwona mtu anajiandaa kurukia uwanjani, tumzuie kwa pamoja. Kwa sababu hayo matendo ndiyo ambayo yamepelekea Simba Sports Club tumeathirika mchezo uliopita, mashabiki hatukuruhusiwa kuingia uwanjani. Lakini wako watu ambao wanafanya kwa makusudi. Sio shabiki wa Simba, anavaa jezi ya Simba, ananunua tiketi ya Simba, anakuja uwanjani na anafanya vitendo vya kihuni vya kuingia uwanjani kwa lengo la kutaka kuchafua taswira ya Simba Sports na kwa lengo la kutaka kutuharibia Simba Sports Club. Watu wa aina hii tunawatangazia ya kwamba hatutawafumbia macho. Yoyote ambaye atafanya vitendo hivi kwa makusudi, kwa lengo la kutaka kuichafua taswira ya Simba Sports Club, kwa lengo la kutaka wanasimba tuadhibiwe kutoingia uwanjani, tunamtangazia mtu huyu ya kwamba hatutamuacha salama. Yoyote ambaye atathubutu kufanya hivyo kwenye mechi yetu tarehe 26, tutaruka naye mazima hapo hapo uwanjani, tusilaumiane. Sababu ya kwanza, tunarejea uwanjani kwa kishindo. Mechi iliyopita tumeangalizia mechi Coco Beach, ilituuma. Mechi hii tunarejea uwanja Benjamin Mkapa. Maana yake ni kwamba tunapaswa kuoneshia watu ya kwamba sisi ni mashabiki wa uwanjani. Tuje kwa wingi siku hiyo, kwa sababu tumemisi kuiona Simba yetu hasa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini tunalazimika vile vile kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo, kwa sababu tunatakiwa kwenda kumkaribisha kwa mara ya kwanza meneja mkuu Dimitar Pantev. Tangu Pantev amewasili Tanzania, tangu Pantev amekuja Simba Sports Club, hajawahi kukutana uso kwa macho na wanasimba. Sasa kesho tarehe 26 ni siku ya kwenda kumkaribisha Dimitar Pantev, aione Simba Sports ikoje na aione Tanzania ikoje na aione Dar es Salaam inafananaje. Na wenye kufanya jukumu hili ni sisi wanasimba. Kimsingi ni kwamba tarehe 26 itakuwa ni Simba Day ya meneja mkuu Dimitar Pantev. Kwa sababu Dimitar Pantev Simba Day hakuwepo, hajaipata ile ladha ya wanasimba. Tarehe 26 sasa anakwenda kuipata ladha ya wanasimba. Wanasimba tunawajibika kuja kwa wingi, kuja kumkaribisha meneja wetu. Lakini tulikuwa tukipiga kelele hapa, Simba yetu hatuielewi. Inacheza mpira ambao hatuufahamu, inacheza mpira ambao hatuujui. Na ndio maana wengi wetu tukawa tumekata tamaa ya kwenda uwanjani. Sasa Simba yetu imerejea. Simba ya hatari imerejea. Simba yenye kasi imerejea. Simba ya kutisha imerejea. Simba ya pasi nyingi imerejea. Simba ya kushambulia muda wote imerejea. Simba ya wachezaji wasiochoka imerejea. Simba ya kukaba kama unakaba mwizi imerejea. Simba yetu imerejea kwenye kilele cha ubora. Unabaki nyumbani kufanya nini mwana Simba? Kila mwana Simba anatakiwa kuja uwanjani, kuja kuiona kwa macho namna ambavyo Simba yetu imebadilika msimu huu. Na haya sio maneno ya kuzungumza kutoka usingizini. Haya ni maneno ambayo tunazungumza, tumeiona Simba ikicheza. Na pale Simba imecheza, lakini haikucheza kwa kujitanua sana. Kwa sababu mwalimu alisema uwanja ule ni mdogo. Uwanja ule tuliochezea mechi wa Samuholo ni mdogo.
Kwa mwalimu alishindwa kuonesha vitu vyake vya kutosha. Sasa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao mwalimu anakwenda kujitanua, anakwenda kujiagalula, anakwenda kujiachia. Vijana wanakwenda kukimbia mwanzo mwisho. Ukikaa nyumbani siku hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe mwana Simba. Njoo Benjamin Mkapa uione Simba ikifanya balaa zito, uione Simba tuliokuwa tunaitaka. Simba yetu imerejea. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuonesha tofauti ya sisi na wengine. Sisi ndiyo timu pekee ambayo imepata ushindi ugenini kwenye michuano hii ya kimataifa kwa timu za hapa Tanzania. Usijisumbue kunitajia na hiyo nyingine. Zanzibar sio ugenini. Kwa hiyo ninajua ninachokisema. Sisi ndio timu pekee ya Tanzania ambayo imepata ushindi ugenini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia hii tunu tuliyobarikiwa. Na tuna kila sababu ya kutamba tunapoweza kutamba, kwa sababu sio kazi nyepesi hata kidogo kumtandika bingwa wa taifa gumu la soka kama Eswatini mabao 3-0. Kwa hiyo tunaposema tunalazimika kwenda uwanjani, tunakwenda uwanjani kuonesha kwamba sisi ni tofauti na watu wengine. Na kila mwana Simba anawajibika kulipa kiingilio chake cha kuingia uwanjani. Nimeona timu nyingine zimeanza kuombana mechi zao waende bure. Ndugu zangu ni wana Simba, sisi sio watu wa viwango hivyo. Washapiga hesabu zao, wameona ya kwamba hii mechi watu hawatokuja uwanjani. Wameanza kampeni watu waende bure. Sasa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeshashinda mabao 3, twendeni tukawaoneshe watu kwamba sisi katika mazingira yoyote yale tunakwenda kuisapoti Simba yetu. Mwaka jana Simba tumecheza mechi na Al Masry, tukapasuka goli hizo, goli 2-0. Tulivyorudi hapa Dar es Salaam, hatukusema watu waingie bure kwa sababu mechi inahitaji mashabiki. Tukaweka viingilio na mashabiki wakaja uwanjani kama kawaida. Hiyo ndiyo hadhi na sifa ya timu kubwa, na hiyo ndiyo hadhi na heshima ya mashabiki wakubwa. Na heshima na hadhi ya mashabiki wakubwa haichagui mechi. Kwa hiyo mechi hii tunatakiwa kwenda uwanjani kwa wingi wetu ule ule, kwa sababu huu ni mchezo ambao kwetu una thamani kubwa kweli kweli. Ndugu zanguni, niruhusu nimalizie kwa kusema ya kwamba mechi hii ya tarehe 26 ni mechi ya wanasimba kwenda kumuona halisi Dimitar Pantev. Tumemuona kwenye mechi ya kwanza, lakini hatujamuona Dimitar Pantev halisi. Kwa mechi hii tunakwenda kumuona Dimitar Pantev halisi akiwa na ukatili wa hali ya juu katika uwanja wa vita. Na baada ya mechi ile, mwalimu wetu akaweka wazi kwamba hajaridhika. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahishwa. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahi na kiwango cha timu yake. Kipo kitu ambacho mwalimu anakitaka kikubwa zaidi. Inawezekana mimi na wewe mwana Simba hatukijui, lakini mwalimu kasema kwamba yeye bado hajaridhika. Na kwa kuwa mwalimu amesema yeye hajaridhika na kauli mbiu ya mchezo wetu huu wa tarehe 26, tunasema ya kwamba hatujaridhika. Hatujaridhika wana Simba kwa magoli tuliyoyapata. Hatujaridhika wana Simba kwa ushindi tulioupata. Hatujaridhika wana Simba kwa kiwango tulichokionesha. Tarehe 26 tunataka zaidi. Tunakwenda na kauli mbiu
ya mchezo huu ya kwamba hatujaridhika, tunataka zaidi. Asanteni sana.